Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunaelekea huko nchini Syria ambapo kiongozi wa Syria wa sasa, rais wa mpito Mohamed al-Shara amethibitisha mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Israel, huku kukiwa na mvutano unaozidi kuongezeka. Rais wa mpito Ahmed al-Shara anasema Syria inafanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Israel kupitia wapatanishi. Rais huyo wa mpito wa Syria al-Shara amezungumza katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Rais huyo wa mpito wa Syria Ahmed al-Shara anasema serikali yake imefanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Israel katika jaribio la kupunguza mvutano unaoongezeka kati ya mataifa hayo mawili. Tangazo hilo linakuja baada ya kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Syria wiki jana, ikiwa ni pamoja na makombora yaliyotua mita 500 tu kutoka ikulu ya rais huko Damascus siku ya Ijumaa. Hata hivyo, kiongozi huyo ambaye anahusishwa na ushirika na Israel anaonekana wakati huu kuonyesha namna ya kusikitishwa na kile kinachofanywa na Israel, hasa urushaji wa makombora katika eneo la taifa hilo la Syria. Kiongozi huyo hata hivyo amesema kwamba Syria itakuwa na ushirika na Israel kuanzia kipindi cha mwaka 2027, lakini katika kipindi hiki taifa hilo bado halijawa na ushirika wa aina yoyote dhidi ya Israel. Kauli hizi ziliwafanya wachambuzi wa mambo kuona kwamba pengine al-Shara ana uhusiano wa karibu na serikali ya Israel. Hata hivyo, Israel ilidai kufanya mashambulizi ya hivi majuzi zaidi ya anga ambayo yalikuwa ni jibu kwa kile kinachoelezwa kuwa vitisho kwa jamii ya wachache ya Druze nchini humo. Kuna mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja na Israel kupitia wapatanishi ili kutuliza na kujaribu kukabiliana na hali hiyo ili isifikie kiwango ambacho pande zote mbili zinapoteza udhibiti, al-Shara alisema, akirejelea lawama kwa Israel juu ya kile alichokitaja kama juu ya uingiliaji kati wake. Anasema kiongozi huyo wa Syria pia amesema Damascus ilikuwa inazungumza na mataifa ambayo yanawasiliana na Israel kuishinikiza kuacha kuingilia masuala ya Syria na kulipua baadhi ya miundombinu yake. Hakukuwa na maoni ya mara kwa mara kutoka kwa mamlaka ya Israel juu ya namna ambavyo Syria imeeleza kwamba inafanya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja. Matamshi ya al-Shara yanajiri wakati wa ziara ya kihistoria mjini Paris, ikiwa ni safari yake ya kwanza katika nchi ya Ulaya tangu kushika wadhifa wake baada ya kuongoza wapiganaji wa upinzani katika mashambulio ya radi ambayo yalimuondoa madarakani mtawala wa muda mrefu Bashar al-Assad mnamo mwezi Desemba mwaka uliopita. Licha ya kuchukua mamlaka nchini humo, lakini amekuwa ni kiongozi ambaye ameonekana kama vile mshirika wa Israel. Hata hivyo, ziara ambazo zimefanywa na viongozi wa magharibi zimehitaji msamaha maalum kutoka kwa Umoja wa Mataifa katika kuondoa vikwazo. Akizungumza mjini Paris baada ya kukutana na Rais Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee, al-Shara alitoa wito wa kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi kwa Syria, akisema hakuna kinachohalalisha kudumisha vikwazo vilivyowekwa kwa serikali zilizopita. Rais Emmanuel Macron kwa upande wake amesema Ufaransa itazingatia hatua kwa hatua kuondoa vikwazo vya Umoja wa Ulaya ikiwa Syria itaendelea na mkondo wake wa sasa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia hapa The World News. Tutakuwa tukikujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.